timu ya Senegali isingeshinda AFCON bila kufanya haya katika wakati ambao ni mgumu sana waliopitia timu ya Senegali. Ni wakati wanapambania kombe la AFCON. Pretty much ukiangalia timu nzima na wachezaji wote, ni wachezaji watatu ambao ni mastaa kwenye hii story ambayo nataka kukupa sasa hivi. Ni Sadio Mane, Baye na Yavan Diouf. Hawa ni wachezaji ambao wamesababisha timu kupata ushindi wa AFCON kutoka kupitia yote changamoto zote ambazo wamepitia Senegali, kama changamoto ya ubaguzi, vurugu, fitina, uchawi na vingi sana ambavyo wamepitia timu ya Senegali walivyofanyiwa, lakini wamepambana mpaka kushinda, na sio mchezo. Kama ushindi ni wako, ni wako. Kama umeandikiwa, pamoja na kufanya vitu vyote hivyo, pamoja na kufanyiwa vitu vyote hivyo ambavyo walivyofanyiwa Senegali, lakini wamelibeba kombe. Ni kitu ambacho cha kusikitisha sana, pia ni aibu sana kwa wenyeji Morocco kuwafanyia fitna zote, uchawi wote, ubaguzi wote Senegali. Lakini unaangalia kwamba yani kama wenyeji ni kitu ambacho hata FIFA wajaribu kukiangalia, maana unaangalia jinsi mchezaji anavyofanyiwa fitna, anavyofanyiwa ubaya. Kwa mfano mchezaji wa goalkeeper wa Senegali alichokuwa anafanyiwa na mastafu wa timu ya Morocco, na pia na waokota mipira walichomfanyia ni kitu ambacho wengi sana hawakuona, kwa sababu ukiwa unaangalia live kamera zinaonyesha ni mpira unaochezwa live, lakini behind the scene huku ni kamera chache ambazo zinakuwa zinachukua matukio ambayo yalikuwa yanaonyesha kwamba timu ya Senegali inapambana na inaonewa. Mtu kama Yavan Diouf ndo mchezaji ambaye goalkeeper wa dharura wa timu ya Senegali aliamua kwenda kumsaidia goalkeeper taulo lake ambalo lilikuwa linachukuliwa mara kwa mara na mastafu wa timu ya Morocco. Kila walipokuwa wanamwekea taulo goalkeeper wa Senegali, basi ni mastafu wa timu ya Morocco wanaenda kuliiba na kulitupia nje. Kila mara walikuwa wanaliiba. Sasa alivyoona hali imezidi, mchezaji wa dharura, goalkeeper wa dharura wa Senegali akaamua, kumbuka kwamba huyo Yavan Diouf ni mchezaji pia wa timu ya Ufaransa, alikuwa anachezea Ufaransa. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye yuko international, na ni mtu ambaye amejituma na kuamua kufanya kitendo ambacho hakijawahi kufanyika kwenye michezo. Akaona hapa tusipopambana kiukweli tutakuwa hatutoboi, pamoja na hizi fitna na uchawi na ubaguzi na vyote ambavyo tunavyofanyiwa timu yetu, hatutoweza kupangua. Na vurugu alizokuwa wanazifanya of course Morocco, na pia upendeleo walikuwa wanapendelewa baada ya kupewa penalti ambayo ukiangalia Sadio Mane ndo alikuwa star wa kuweza kuishauri timu yake irudi kucheza baada ya kususia game. Game ilikuwa imesuswa kutokana na fitna ambazo zilikuwa zinaendelea. Referee alikuwa haeleweki, anaonekana anapendelea timu ya Morocco ambao ni wenyeji ili kuweza kuwa favor ili waweze kushinda mchezo. Lakini paka Hakimi, wakati Hakimi ni mchezaji star ambaye ni wa Morocco, kwenda kuchukua taulo la goalkeeper wa Senegal, yani kulitoa nje, kulitoa nje
na mchezaji wa Senegal akaamua na yeye kwenda kulichukua haraka kule nje na kuliweka. Ni vitu ambavyo vilikuwa vinafanyika, sijui walikuwa wanajua ni nini, maana kila taulo ambalo lilikuwa anapewa golikipa wa Senegali, wenyewe walikuwa nakwenda kuliiba. Yani ni stafu na pia na Hakimi ambaye ni captain wa timu ya Morocco. Imagine captain wa timu ya Morocco kwenda kuiba taulo la golikipa wa Senegali na kulitupia nje ya uwanja. Ni kitendo ambacho ukiangalia si kitendo cha ubinadamu, si kitendo cha uchezaji, sio kitendo cha kwamba wenyewe kama wenyeji, si kitendo cha kuwafanyia watu mchezaji mwenzio. Hichi ndio kitendo ambacho kilichofanya paka Yavan Diouf kwenda na yeye kusimama pale pale bega kwa bega na golikipa mwenzake wa Senegali kumpa taulo. Alipokuwa anampa hii taulo ambalo aliamua alishikilie, maana aliona kila kiliweka pale karibu naye pembeni ya goli, of course hawa mastafu wa Morocco walikuwa wanakwenda kuliiba na kulitoa nje. Kila walikuwa akipewa taulo lingine, wanaliiba, wanalitoa nje, wanalitupia nje. Sasa akaamua kwenda kusimama pale pale. Ni kitu ambacho walikuwa hawakionyeshi, lakini baada ya kusimama pale pale akawa amelishikilia taulo. Ni kitendo cha kijasiri sana alichofanya Yavan Diouf kuweza kumtetea na kumsimamia golikipa mwenzie kwenye kitendo ambacho alichokuwa anafanyiwa na hawa timu ya Morocco. Pretty much ukiangalia mchezo huu wakati unachezwa, ilikuwa inaonyesha kabisa kwamba okay, hapa ni nani anapendelewa. Maana paka unaona watu ile kupewa penalti ambayo yani from nowhere, na pia wachezaji wakaona sisi bana tutasusa tunasusa tucheze tena, lakini kutokana na hekima za mchezaji wa Senegali ambaye ni ndo kiungo kikubwa sana, akaona sio kesi, unaelewa, turudini kwenye mchezo, tucheze, Mungu atatujalia. Na kwa kweli haya ndo yaliyojiri mpaka kutwaa kombe la AFCON. Mapambano yalikuwa sio madogo, na pia Mungu akawaumbua kukosa penalti. Imagine, yani wamepewa penalti na pia wamekosa. Sasa kitu kama hichi ukiangalia ndo kitu ambacho the same thing ambacho tumefanyiwa wa Tanzania, kwamba kunyimwa penalti wazi, na ndio kitu ambacho kinazungumziwa dunia nzima sasa hivi, kwamba upendeleo waliokuwa anafanya referee, siji alichopewa referee mpaka kuwapendelea Morocco kiasi kile kwamba Tanzania pamoja na kupewa penalti, lakini akaamua kuto kufanya hivyo, na pia hata kuangalia kusema kwamba aende kwenye VR aangalie kwamba okay, hii na nini ya kweli, lakini hakufanya hivyo. Mchezo huu tunajifundisha vingi sana. Ndio sasa tujifunze kama Watanzania, tujifunze kama Tanzania Star kwamba next AFCON tunafanyaje. Hizi fitna walizokuwa wanazitoa au wanafanya Morocco kuwafanyia Senegali, ni fitna hizi natakuwa tuwe tumejiandaa. Kwa mfano, wakati Paul Makonda anawazomea Morocco kwamba mlitufanyia sisi na nyie yamewakuta, sasa yako wapi? Watu wamepambana, wameshinda. Sasa mheshimiwa Paul Makonda, next time hawa vijana wanatakiwa wapate seminar ya fitna kama hizi, uchawi kama huu, vurugu kama hizi walizokuwa wanafanyiwa Senegali, na pia upendeleo waliokuwa wanafanyiwa Morocco.
Kwa hiyo lazima tuangalie, tuwapeleke wachezaji wetu kwenye semina ya fitna kama hizi zikitokea, na pia kuwe na mshauri kama Sadio Mane. Ni mshauri ambaye amewashauri Senegali kurudi kwenye mchezo kwa nguvu mpya, na pia na kwa matumaini kwamba watashinda mchezo kutokana pamoja na fitna, uchawi, vurugu na ubaguzi, lakini akawashauri wachezaji wenzie, bana, turudini tucheze kwa nguvu, hii game tutashinda. Na kushinda kwenye hii game kama unavyoona, fitna kama hii ya mchezaji paka Hakimi ambaye ni kapteni wa timu ya Morocco kwenda kulichukua taulo la mchezaji mwenzie ambaye ni golikipa wa Senegali na kulitupia nje, na wachezaji wengine kufanya vitendo ambavyo sivyo. Kwa mfano staff member wa timu ya Morocco kwenda kulichukua taulo kutupa nje, mara nyingi wamefanya hivyo, na pia wakota mipira kumfanyia kitendo Yavan Diouf, kumtupa chini, kumdragi, kutaka kulingangania lile taulo ambalo la kujifutia mchezaji wa golikipa wa Senegali, mchezaji mwenzie, kumpa taulo, kitendo ambacho hakijazungumzwa, hakijapelewa, yani hakijafanyiwa chochote kile na uongozi wa mpira. Pale ilibidi wajaribu kuangalia kwa sasa ilikuwa wanamaanisha kitu gani wale waokota mpira, kwa sababu wamepewa kazi ya kuokota mipira, kusaidia kwenye kuokota mipira. Sasa kwa nini wawe wana favor timu ile ya Morocco, kwamba yani wameingilia sehemu ambayo sio yao, wameingilia utawala ambao sio wao. Wanaonekana kwamba wazi kwamba walichokuwa wanakifanya ni fitina, walichokuwa wanakifanya ni kwamba wana upendeleo mkubwa sana na kuwafanyia fitna wachezaji wa Senegali ili Morocco waweze kushinda. Kitendo hichi FIFA wasipokiangalia kwa upana zaidi, hivi vitu vitaleta vurugu kubwa sana kwenye michezo kama hii ya AFCON. Pretty much ukiangalia timu hizi zingine za ukanda wetu kwa Afrika Mashariki zikifanywa fitna kama hizi, hatuwezi jua na hatuwezi kuwa na ile knowledge. Kwa hiyo sasa hii ni kujifunza sasa. Fitna kama hizi zikiwa zinakuja, tunajua maana hii ni fitna, inatakiwa tucheze au play vipi kuzitoa hizi fitna ili tuweze kushinda. Pamoja na wachezaji watatu hao niliokuambia walio play role kubwa sana kwenye ushindi wa Senegali, Sadio Mane, Baye na Yavan Diouf, ambaye alisimama bega kwa bega na golikipa mwenzie ili kuweza kumfanyia yale kutokufanyiwa yale ambayo walikuwa wanayafanya Morocco ili kuweza kushinda game. Na pia Sadio Mane, mtu ambaye ameshauri. Yavan Diouf, Baye ni mtu ambaye katoa ushindi, kufunga goli la ushindi, sio masiala. Kwa hiyo big up sana kwa Senegali, mmepambana na wametuonyesha kwamba Afrika, sisi sasa kama Watanzania tunajifunza kutokana na haya ambayo wameyapitia Senegali, kwamba tunajifunza vipi. Tunajifunza mchawi inatakiwa una block vipi, fitna unaiblock vipi, ubaguzi unadili na ubaguzi kinamna gani, upendeleo, yani una fitna na upendeleo, hiyo ndio kitu kimoja, unadili nacho kwa namna gani. Kwa mfano mtu akishapendelewa wewe unaweza kwa ukazila, lakini tuwe na watu ambao wenye kuishauri timu na watu ambao wenye misimamo, ni mtu ambao tuwe na watu wenye power. Pia ni kipaji ambacho amepewa Sadio Mane, kwamba yani ni power ambayo ukiangalia kushauri timu nzima kurudi kwenye mchezo baada ya kutolewa kwenye mchezo, baada ya kuzila, ni kitu kikubwa sana. So make sure please una subscribe my channel, na pia una like na unaacha comment kwa haya ambayo waliofanyiwa Senegali, fitna, uchawi, ubaguzi na vurugu
walizozifanya Morocco kwa timu hii ya Senegal, wewe unazionaje? Wewe unafikiria Watanzania tufanyeje the next AFCON? Please make sure una acha comment yako hapo na unabonyeza notification button kila ninapokuwa naweka video nyingine hapa, basi wewe ndio unakuwa mtu wa kwanza kuiangalia. Mimi naitwa Abdi Millionaire aka Mnamba, na hii ni Mnamba channel. So pretty much hapa tumeliweka sawa, na kuomba sana wewe unayoniangalia kwa mara ya kwanza, mafans wangu wa Uganda, Kenya mnanicheck sana jamani, ndugu zanguni, na wapenda sana wa Kenya, watu wangu wa Kenya, na pia Dar es Salaam, Tanzania, all over the place, all over the world. You know what, lock into Mnamba channel. This way you are, you can get what you needed. Thank you so much. Na kwa Mheshimiwa Paul Makonda, waziri wa habari, na kuomba sana hili ndio liwe somo kwetu sisi kama Watanzania. Najua umepambana sana kutupambania Taifa Star ili tuweze ku-upgrade game na tuweze kushinda na tuweze kusogea, na tumesogea. Mungu amejalia, alhamdulillah. So thank you so much. Na wewe pia, na pia watu wote ambao wametupambania kuweza kusogea Taifa Star, na bila kumsahau rais wetu Samia Suluhu Hassan aliyotoa mkwanja mkubwa mkwanja kwenye timu yetu ya Taifa Star, kuwa motivate vijana waweze kucheza, wajue kwamba tunacheza, na pia wanatupa kiwaombele kutuongezea mkwanja. So thank you so much our president Samia Suluhu Hassan. Mimi naitwa Abdi Millionaire aka Mnamba. Please subscribe my channel. Hicho ndo kitu ambacho kitanipa sana favor. Jasho linanitoka, I have to go. Thank you so much for watching me. Na hapa ni pa ukweli. Asante. Saluti.